maeneo muhimu ambayo siku zote kila nikienda kwenye halmashauri nitawaambia. Moja la kwanza ni kukusanya mapato. Serikali kuu inaleta pesa nyingi sana. Na bora angalau ya kusema asante mambo mawili lazima tufanye. Moja, na sisi tukusanye za kwetu vizuri. Mbili, ni kutekeleza miradi yetu kwa wakati. Kwa niombe sana, hakikisheni mnasimamia fedha za halmashauri na fedha nyingi kadri mtakavyoweza ziende kwenye maendeleo ya watu, ili wananchi wetu waone kazi inayofanywa na manispaa. Kwa serikali ikileta ije kutuongezea, lakini sisi wenyewe tuwe tumeanza kupiga mbio kwenda mbele. Kwa hiyo naombe sana msimamie mapato ya halmashauri. Najua kazi imeanza kwenda vizuri, na bahati mmepata mkurugenzi mzuri. Na nasema hivi kwa sababu namfahamu. Nimefanya naye kazi mwaka 1 na miezi 8. Kwa najua. Naombe mumpe ushirikiano, ili alete mawazo, alete fikra zake, ili hali ya manispaa yetu iwe bora zaidi kuliko ilivyo leo. La pili ni fedha za 10% kwenda kwa kina mama, vijana na walemavu. Hakikisheni fedha hizo zinakwenda. Lakini vikundi hivyo msitengeneze vikundi vyenu madiwani. Tengenezeni vikundi ambavyo kweli vinakwenda kutatua matatizo yao ya wananchi. Wapeni fedha wale ambao wana sifa kwamba kipewa pesa anarudisha ili tuwape wengine. Sio wale ambao ukusanyaji wake unaanza kuwa tabu. Kwa naombe sana madiwani mnisaidie. Mkiona kuna kikundi cha watu wenye tabia mbaya, moyo wa kwanza kwa mimi mkurugenzi, kikundi tuna wasiwasi nacho. Ili tuwape wale ambao kwanza wana discipline, lakini pia mikopo hiyo wataitumia kutatua matatizo yao ya umaskini na maendeleo yao. Na ndio essence ya hizi fedha. Ni line ya kusaidia watu ili waweze kutoka kwenye umaskini kwenda kwenye maisha bora. Kwa naombe sana, hakikisheni 10% ni priority yenu. La tatu ambalo nawaomba sana ni kutatua migogoro, hasa migogoro ya ardhi na migogoro ya wananchi. Wananchi wetu waliochagua Chama cha Mapinduzi wanataka kuona chama hiki kinatatua kero zao. Kwa naomba msimamie manispaa yenu ili itatue migogoro. La 4 ni usimamizi wa fedha za manispaa. Maana tunahakikishe fedha zinasimamiwa vizuri kulingana na taratibu za fedha. Hakikisheni mnajibu hoja za CAG, mnajibu hoja za kamati za bunge. Kila mnapokutana naomba mwe mnamuuliza mkurugenzi tumefunga hoja ngapi? Za bunge, za kamati za bunge zote mbili, usemi na zile za serikali za mitaa, pia na hoja za nani? Za CAG. Madiwani, hii ndio kazi yenu. Pamoja na mengine yote mnauliza, msiache kuuliza mkurugenzi tumefunga hoja. Najua manispaa yenu kuna madeni hewa mengi sana. Na mimi mkurugenzi kama ujaje nimwambia mkurugenzi aliyetoka, usilipe madeni ambayo hakuna uthibitisho. Ili liwe deni lazima liwe na nini? Uthibitisho. Uthibitisho wa kwanza, mkataba. Delivery note. Invoice. Sawa? Vitu kwa kama ni vitu vimeingia store, kila kitu kiwepo. Madeni mengi hapa, mtu akiambiwa lete document harudi.
anavizia mtu mwingine, akibadilika mwingine anaambia kuna deni. Naomba sana ndugu David uwe mwangalifu sana kwenye kulipa madeni.